happy for Mayele. Alf مبروك يا حاج Mayele. Man of the match. no Shinawi. Shinawi man of the match. No Shinawi. Bwana Fiston Kalala Mayele ameendelea kudhihirishia ulimwengu na bara la Afrika kwamba kwa sasa kwenye bara la Afrika hakuna mshambuliaji hatari kama yeye kutokana na kila ambacho ameendelea kukifanya. Ikumbukwe kwamba huyu ndiye top scorer wa kombe la klabu bingwa barani Afrika msimu uliopita. Kwa nini nazungumza hivyo? Ni kutokana na kila ambacho amekifanya kwenye mchezo wa kombe la klabu bingwa barani Afrika dhidi ya APR kutoka Rwanda kwenye raundi ya kwanza ya michuano hiyo. Fiston Kalala Mayele bwana ameweza kuisaidia timu yake ya Pyramids kuibuka na ushindi wa magoli 2-0, magoli yote yakifungwa na yeye mwenyewe Fiston Kalala Mayele. Bwana Fiston Kalala Mayele ni mwendelezo wake. Tunafahamu mchezo uliopita, mchezo wa kombe la mabara la FIFA 2025 dhidi ya Al Ahly kutoka kule Saudi Arabia, kwenye ushindi wa magoli 3-1, Fiston Kalala Mayele aliweza kuingia kambani mara 3 kwa maana ya hat-trick. Kwa hiyo hiki ambacho anakifanya ni mwendelezo wa kila ambacho ametoka kukifanya kwenye kombe la mabara la FIFA 2025 dhidi ya Al Ahly kutoka Saudi Arabia yenye nyota wakubwa kama Riyad Mahrez ambaye tunafahamu aliwahi kupita ndani ya klabu ya Manchester City, lakini Frenkie Kessie ambaye pia amewahi kucheza AC Milan, amewahi kucheza FC Barcelona na vilabu vingine, lakini Edouard Mendy ambaye aliwahi kuwa kipa wa klabu ya Chelsea ambaye kwa sasa pia ni goalkeeper nambari 1 wa timu ya taifa ya Senegal. Lakini kwa nyota hao Fiston Kalala Mayele aliweza kuingia kambani mara 3. Kwa hiyo hiki ambacho anakifanya dhidi ya APR ni kama anafanya kila ambacho amezoea kukifanya, si tu kwa timu ndogo, hata kwa timu kubwa kama ambavyo amefanya dhidi ya Al Ahly kutoka kule Saudi Arabia. Kwa hiyo Fiston Kalala Mayele bwana anaweka rekodi nyingine tena, mechi 2 magoli 5. Unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo pengine huwezi ukamzungumza kienyeji ama ukajaribu kumuelezea Mayele kiwepesi kwamba ni aina gani ya mshambuliaji. Ni moja kati ya washambuliaji ambao tunafahamu huyu ndiye top scorer wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita, kama ambavyo nimetangulia pia kukwambia na kama ambavyo nafahamika. Kwa hiyo Fiston Kalala Mayele bwana ameendelea kuonyesha ni kwa namna gani striker wa mpira anatakiwa kuwa, ni kwa namna gani pengine mshambuliaji anatakiwa kuwa unapoaminiwa na timu yako kucheza pale mbele kwa maana ya kuongoza ile safu ya ushambuliaji. Tunafahamu ni moja kati ya washambuliaji ambao wamefanya vizuri pia kwenye ligi ya Tanzania bara kwa maana ya ligi ya NBC akiwa na klabu ya Yanga. Amefanya makubwa, alisaidia Yanga kuweza kutinga hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika wakati ule Yanga wakicheza na USM Alger, lakini pia tunafahamu kila ambacho amekifanya kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao wanaendeleza kila ambacho alitoka kukifanya kwenye klabu ya Yanga, lakini kwa klabu ya Pyramids ni pengine ni mafanikio makubwa sana ambayo Fiston Kalala Mayele ameweza kuyapata. Ukiachana na kuwa top scorer wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita, ameongoza timu yake ya Pyramids kuchukua ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Mamelodi, klabu bora barani Afrika. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo pengine unapomzungumza Fiston Kalala Mayele unazungumza top scorer, unazungumza mshambuliaji bora barani Afrika, pengine hata kwa wachezaji ambao wanacheza nje ya bara la Afrika, kwa wale washambuliaji ambao wanatoka kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo pengine tusishangae pengine kuona Fiston Kalala Mayele akichukua tuzo ya mshambuliaji bora kwa washambuliaji ambao wanacheza nje ya bara la Afrika ama kwa washambuliaji ambao wanacheza ndani ya bara la Afrika, kutokana na hiki ambacho ameendelea kukifanya. Bwana Fiston Kalala Mayele pengine hiki ambacho anaendelea kukifanya, anaendelea pia kuvivutia vilabu vingine barani Afrika na nje ya bara la Afrika kutaka kufanya jambo. Tulisikia hapa katikati kuna tetesi nyingi sana ambazo zilikuwa zikienea kwamba Fiston Kalala Mayele huenda akaelekea Ulaya kwa ajili ya kutafuta timu nyingine, kutokana pia na yale mafanikio ambayo ameyapata, kutokana pia na kuzivutia
timu nyingine kutoka bara la Ulaya na vilabu vingine kutoka kwenye mabara mengine. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho Fiston Kalala Mayele amekifanya dhidi ya APR kwenye uwanja wa Pele pale Kigali, Rwanda, ambapo ameweza kuwanyamazisha kabisa pengine na kuzima matumaini ya APR kuweza kwenda kwenye hatua inayofuata kutokana na kupoteza magoli 2-0 tena kwenye uwanja wao wa nyumbani ama wakiwa nyumbani dhidi ya Pyramids. Unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo mechi inakwenda kuwa ngumu ya marejeano, ambapo APR watasafiri kuelekea Pyramids kwa ajili ya kuwakabili Pyramids, na ili APR waweze kufuzu hatua inayofuata ya hii hatua ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, itabidi wawafunge Pyramids magoli 3-0. Yani kuanzia magoli 3-0 watakuwa wamequalify kuelekea hatua inayofuata. Lakini unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo kibarua ni kigumu kweli kweli kwa APR kuweza kufanya comeback hiyo ambayo ni ngumu kwao kwa sababu ya kuruhusu kukubali kichapo cha magoli 2-0 nyumbani. Lakini kubwa zaidi ni kile ambacho Fiston Kalala Mayele ameendelea kukifanya dhidi ya timu pinzani, lakini pia mwendelezo wa kile ambacho ameendelea kukifanya kwa kuendelea kufunga magoli muhimu na klabu yake ya Pyramids. Kwa hiyo moja kati ya taarifa ambayo mimi nimeona nikujuze kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwenye uwanja wa Pele pale Kigali, Rwanda, APR dhidi ya Pyramids. APR akikubali kichapo cha magoli 2-0, lakini Fiston Kalala Mayele akiendelea kufanya makubwa mara baada ya Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.